Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Profesa Mkumbo ahamasisha wakazi wa Dar es Salaam kuunga mkono uwekezaji wa EACLC. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amewataka Watanzania hususan wakazi wa Dar es Salaam kuunga mkono uwekezaji uliofanyika katika Kituo cha Kimataifa cha Biashara na Usafirishaji Afrika Mashariki EACLC kwa kununua bidhaa na kufanya biashara katika kituo hicho. Profesa Mkumbo amesema hayo jijini Dar es Salaam aliposhiriki futari na viongozi wa serikali za mitaa pamoja na viongozi wa dini, futari iliyofanyika katika kituo cha EACLC. Profesa Mkumbo amesema hatua ya wakazi hao kuunga mkono uwekezaji huo itaendelea kukifanya kituo hicho kufanya vyema na kuongeza mapato katika wilaya ya Ubungo na Dar es Salaam kwa ujumla, kufuatia miundombinu bora na biashara iliyowekezwa katika kituo hicho. Mpaka sasa kituo kinaendelea vizuri. Wafanya biashara wengi wameshaanza kuchukua nafasi, wanaenda kupanga katika kituo hiki tangu kilipoanza na kumeshaanza kuchangamka. Na nichukue nafasi kutoa wito kualika wafanya biashara wa Kitanzania, nafasi bazo zipo, waje hapa waweze kuchukua maduka, waweze kufanya biashara. Lakini pia ndio wito kwa Watanzania kukitembelea kituo hiki ambacho kipo maana pazuri. Kinakwenda vizuri sana. Kwa upande wake, mbunge wa Kibamba na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki, ambaye naye alishiriki, amewataka wananchi wa Dar es Salaam kuendelea kutoa ushirikiano na kuwaombea viongozi wanaotumikia majimbo ya Dar es Salaam ili waendelee kutimiza majukumu yao, ikiwemo kuwatumikia wananchi. Tunaamini kakaangu akiweka mchango kidogo na mimi nikiweka pale, Ubungo haiwezi kubaki hivi ilivyo. Kwa hiyo tunaomba tupe ushirikiano, tuendelee kufanya kazi pamoja, na tunaamini Ubungo yetu itaendelea kupaa zaidi. Kipekee tuwashukuru sana viongozi wa dini kwa kuweza kujitokeza katika iftar hii maalum iliyoandaliwa na ndugu yangu Musa Kitila. Mimi nimpongeze sana. Na yajua mengi ameyafanya, na mimi natembelea umomo. Akiona kidogo na mimi nalegea, ananiambia dada yangu twende hivi. Naye mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji cha EACLC Kathy Wang amesema kituo hicho kinaendelea kufanya vyema kwa kutoa jukwaa kwa wafanyabiashara wa Tanzania kufanya biashara zao, huku akiwataka wafanyabiashara kwenda kuchukua maeneo ya kufanya biashara kwa kuwa bado kituo hicho kina nafasi. Uwepo wa kituo hiki unaongeza thamani kubwa kwa wilaya ya Ubungo, kwani kinachangia kuifanya wilaya hii kuwa moja ya maeneo muhimu yanayovutia shughuli za biashara katika jiji la Dar es Salaam. Ni desturi ya muda mrefu kwa sisi wa China kulipa wema unaopokea. Hata toni dogo la wema hulipwa kwa shukrani nyingi zaidi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeipongeza Stanbic Bank Tanzania kwa mchango wake katika kuimarisha sekta ya fedha na kuchochea maendeleo ya kiuchumi visiwani humo kupitia huduma mbalimbali za kifedha zinazolenga kuwahudumia wananchi na wafanyabiashara. Akizungumza katika hafla ya futari iliyoandaliwa na benki hiyo kwa ajili ya viongozi wa serikali, wadau na wateja, naibu waziri wa fedha na mipango Zanzibar Hamad Omar Bakari amesema taasisi za kifedha zina mchango mkubwa katika kusaidia ukuaji wa uchumi, huku akiipongeza Stanbic kwa kutajwa kuwa benki bora nchini Tanzania mwaka 2025. Nitaanza kwa shukrani zaidi kwa hili jambo ambalo mmelifanya benki yetu hii ya Stanbic. Ni jambo ambalo mmesema ni mara ya mwanzo, lakini alhamdulillah kwa muono uliopo limefana sana. Na kwa nini hivyo? Pengine haipo family sana, lakini benki hii kama ulivyotangulia kusema mkurugenzi, kwamba ni moja kati ya benki tegemeo sana, na kwa sababu ya ushawishi wake mkubwa sana katika sekta ya kifedha. Sasa tumefika pahala kama serikali ni moja kati ya benki ambayo tunaitegemea sana, na ni kwa sababu ya huo ushawishi wake mkubwa, na hususan
katika suala zima la kukuza uchumi na maendeleo ya nchi kwa ujumla wake. Kwa upande wake, mkuu wa wateja binafsi na wateja maalum wa Stanbic Bank Tanzania, Omari Mtiga, amesema benki hiyo imeandaa futari hiyo ikiwa ni sehemu ya kushiriki baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na kuimarisha mahusiano na wateja na wadau wake, huku akisisitiza kuwa Stanbic itaendelea kutoa suluhisho bunifu za kifedha ili kuchangia ustawi wa jamii na maendeleo ya uchumi wa Zanzibar. Tunawashukuru sana wateja wetu kwa sababu kupata fursa ya kujumuika na nyinyi hapa leo ni fursa ya kihistoria sana. Naomba nielezee historia kwa sababu mwaka jana 2025 benki yetu ya Stanbic ndio kwa mara ya kwanza imefungua milango hapa Zanzibar. Mkatukaribisha vizuri sana, mkatupokea, mkatupa ushirikiano mkubwa sana, mkatupa na biashara, na wateja tunashukuru mmeweza kutupa mwitikio leo kuja kujumuika na sisi. Kiukweli kabisa tunawashukuru sana. Na shirika la viwango Tanzania Bureau of Standards limeanzisha klabu ya viwango kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, ikiwa ni mkakati wa muda mrefu wa kujenga kizazi chenye uelewa wa masuala ya ubora wa bidhaa na ulinzi wa mlaji, hatua inatarajiwa kuimarisha ushindani wa biashara na ukuaji wa uchumi. Akizungumza na wanafunzi kutoka Kimara na Ubungo waliotembelea makao makuu ya shirika hilo jijini Dar es Salaam, afisa masoko wa TBS Deborah Haule amesema klabu hiyo itaanza katika shule za Dar es Salaam kabla ya kusambazwa nchi nzima. Amesema lengo la kuwajengea wanafunzi uelewa kutambua bidhaa zisizo na ubora, kuelewa alama za viwango na majukumu ya TBS katika kulinda afya ya Tanzania na kuimarisha mazingira ya biashara. Pamoja na kutaka kuwajengea nyie kuwa na tamaduni ya kuangalia ubora kuanzia wadogo, tuna mpango pia, lengo la klabu hii ni kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa viwango na usalama wa bidhaa na huduma mnazotumia kila siku. Kwa hiyo tunaamini nyie pia kwa kuelewa wenu mtatusaidia ninyi kuwa mabalozi huko mtaani, kwenye familia, lakini pia kuwa shuleni. Kwa hiyo elimu hii ambayo mtaipata siku ya leo na elimu ambayo mtaendelea kuipata mkiwa huko shuleni, tunategemea kwamba mtaitumia vyema katika kuhakikisha kwamba jamii ambazo mnaishi, familia zenu zinazingatia matumizi ya viwango na ubora, lakini pia ili kulinda afya za watumiaji. Mpango huu pia wa Viwango Club una lengo la kuibua vipaji. Kwa hiyo tunapokuwa katika hizi Viwango Club, tuna lengo la kuibua vipaji, ubunifu na mawazo mapya miongoni mwa wanafunzi, hasa katika masuala ya uzalishaji wa bidhaa zenye viwango na zinazokidhi mahitaji ya soko. Baadhi ya walimu na wanafunzi walioshiriki ziara hiyo wamesema wamepata maarifa kuhusu namna ya kutambua bidhaa bandia pamoja na kujifunza matumizi ya vifaa vya kisasa vinavyotumika kupima ubora wa bidhaa. Wamesema elimu hiyo itawasaidia kuwa walinzi wa soko, jambo litakalosaidia kupunguza bidhaa zisizo na ubora na kulinda uchumi wa nchi. Shirika hili limeweza kutusaidia zaidi kutoa elimu kwa watoto juu ya viwango katika bidhaa tunazotumia. Tunavyokwenda dukani kununua bidhaa, tunaona tu ni rahisi kununua bidhaa, tunaona ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au matumizi ya shuleni, lakini watoto wao wameweza kudodosa kujua tunavyoweza kununua bidhaa ile, waweze wakawa mabalozi wazuri huko mbele katika kujua bidhaa hii imetengenezwa lini na ina expire lini. Vile vitu vilivyomo ndani ya ile bidhaa, ingredients, je, ni nzuri kwa matumizi yao, na waweze kuwa na uangalizi waweze kuwa na maangalizo zaidi kwamba itakuwa na madhara kwao, labda wana allergy na vitu kama hivyo. Tumetembelea maabara nyingi, mfano maabara ya chakula na maabara ya umeme. Tumejifunza vitu mbalimbali. Tumejifunza wanavyopima bidhaa kulingana na ubora wa bidhaa inayotengenezwa kutoka viwanda vingine na kuletwa hapa kwa sisi watumiaji ili ziweze kuimarisha afya zetu. Tumeonyesha mashine nyingi ambazo zinafanya kazi na zingine kazi zake. Tumeonyesha mashine ya HPLC inavyofanya kazi kwa maana ya kupima viwango vya sukari iliyopo katika pombe au vinywaji tunavyokunywa watumiaji. Nimejifunza vitu vingi sana. Tumetembelea maabara ya vyakula, maabara ya umeme. Nimefurahi sana kutembelea katika jengo la TBS. Nimeona vitu vingi sana na nimejifunza vitu sana. Na pia
nitaenda kuelimisha jamii, shuleni, nyumbani, na vile pia nitaenda kuwaelimisha wenzangu nini nilichojifunza katika jengo la TBS. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Nizia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, Trump achemka, aitaka NATO kumsaidia kufungua lango la bahari wa Hormuz.